Vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati hasa kutoka Iran vimeripoti kwamba Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu atakuwa miongoni mwa viongozi wa Israel ambao wameuawa katika mashambulizi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati. Hatua hizo zinakuja kufuatia kutangazwa kwa kiongozi mpya wa Irani, Mojtaba Khamenei, aliyetangazwa siku mbili zilizopita, ambapo pia katika kutangaza kwake kulifanyika mashambulizi ya kutosha katika miji mbalimbali huko Israeli, ambapo mashambulizi hayo yalilenga zaidi viongozi pamoja na maeneo muhimu ya Israeli. Tangu siku ya juzi, Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajaonekana hadharani, huku vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati vikiripoti moja kwa moja kwamba huenda kiongozi huyo atakuwa ameuawa kufuatia mashambulizi yanayoendelea, hasa mashambulizi ya kulipiza kisasi kufuatia familia ya Ayatollah Ali Khamenei kuuawa katika vita vya mwanzoni kabisa na majeshi ya Israel yakishirikiana na serikali ya Marekani. Kuuawa kwa Ayatollah Ali Khamenei ilikuwa ni kosa kubwa kwa Israel kufanywa katika vita na ni mojawapo ya malipizo makubwa ambayo yanalengwa kufanyika katika utawala wa Mojtaba Khamenei. Hakuna taarifa iliyothibitishwa kutoka kwa mamlaka ya Israel kuhusiana na taarifa za Benjamin Netanyahu kuuawa katika mashambulizi yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, licha ya vita kuendelea kupamba moto, ikiwa ni siku 12 tangu kuanzishwa kwa vita ambavyo vilianzishwa na serikali ya Marekani pamoja na Israel. Awali, Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza hadharani kwamba vita hiyo itaisha hivi karibuni, na tayari Marekani na Israel imeshinda vita hiyo kufuatia mashambulizi ambayo yalilenga mifumo ya uzalishaji wa makombora ya nyuklia huko Iran pamoja na vituo vya uzalishaji wa nyuklia na maeneo mengine muhimu ya uzalishaji wa silaha katika nchi ya Iran. Lakini pia baadhi ya vyombo vya habari vya Mashariki ya Kati vimekuwa vikieleza kwamba viongozi wa juu wa Iran wamekataa wazi kujitokeza hadharani na kusalimu amri, huku wakisema kwamba vita hiyo itaendelea huko Mashariki ya Kati na haitakuwa na mwisho mpaka pale Marekani atakapokubali kusitisha vita.